Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya ya 4 hadi ya 9. Inazungumza safari ya wana wa Israeli ambao walikuwa wanakwenda katika nchi takatifu wakiwa jangwani, wametoka katika ile nchi ya Misri. Wametembea kwa miaka 40. Wamefika mwisho kabisa wa safari yao. Wameshatuma na wapelelezi kwenda kuipeleleza ile nchi ya Kanaani, na wakaja wakawaletea majibu kwamba ni nchi nzuri. Walipotaka kuingia katika ile nchi ya Kanaani, walipaswa kuweza kupita katika nchi ya Edomu. Waedomu wakawakataa Waisraeli, wakakataa kuwapatia ruksa wana wa Israeli wapite katika nchi yao. Tunaipata katika kitabu cha Hesabu sura ya 20 aya 14 hadi ya 21. Hivyo basi wakapaswa kuweza kurudi nyuma, kuweza kuizunguka nchi ya Edomu na kupitia bahari ile ya Shamu. Ndio neno hili ambalo tumelipata mwanzoni kabisa, kwamba wakasafiri kutoka katika mlima Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuweza kuizunguka Edomu. Kitendo cha wana wa Israeli kurudi nyuma, walikata tamaa, wakaingia katika dhambi ya manunguniko, wakamnungunikia Mungu na Musa, wakasahau matendo yote ya Mungu aliyokuwa ameyatenda. Na katika kipindi hiki kilikuwa ni kizazi kipya. Wazazi wao wengi walikuwa wameshafariki miaka ya nyuma. Kikawa ni kizazi ambacho hawakushuhudia Mwenyezi Mungu alivyokuwa ametenda maajabu alivyokuwa anavuka ile bahari ya Shamu, isipokuwa Musa na Haruni, hao ambao ndio walikuwa wameshuhudia mambo hayo pamoja na Yoshua. Bila haya wakamsema vibaya Musa, kwa nini umetupandisha huku kutoka katika nchi ya Misri ili tufe jangwani? Kizazi hiki ambacho waliingia kuweza kumlalamikia Mungu na Musa, wakalalamika hadi juu ya chakula kile ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa amewapatia. Mwenyezi Mungu aliwapatia mkate kutoka mbinguni, mana. Wao wakasema nafsi zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Chakula cha malaika wakakiita chakula dhaifu. Wamekula chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, kama alivyozungumza mzaburi wa Zaburi ya 78 aya 23 mpaka 24. Wao wakasema ni chakula dhaifu ambacho wanapaswa kula watoto wadogo na sio watu imara, askari kama sisi. Dhambi hii ya manunguniko, dhambi hii ya kukata tamaa katika njia ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuturuhusu tuweze kupita, ipo hadi leo. Watu manunguniko yamezidi katika njia ambazo Mwenyezi Mungu ameruhusu waweze kupita ili waweze kufika mbinguni. Kuna njia mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ameruhusu waweze kupita ili waweze kufika mbinguni. Wengine Mwenyezi Mungu amewaruhusu wapite njia ya jangwani kupitia wito wa upadri, wito wa utawa. Mwingine Mwenyezi Mungu amekuruhusu upite katika njia ya ndoa ili uweze kufika mbinguni. Wengine Mwenyezi Mungu amewaruhusu wapite katika njia ya kuwa peke yao ili waweze kufika mbinguni. Katika njia hizo ambazo Mwenyezi Mungu ameturuhusu, mara nyingi sana si njia ambazo tulikuwa tumezichagua. Yaani umeolewa na mtu ambaye haikuwa chaguo lako, hukuwa umemtaka, ukajikuta tu umeolewa na huyo mtu. Umemooa mtu ambaye ulijikuta tu umemooa yule ambaye ilikuwa ni chaguo lako, kipenzi chako. Mwenyezi Mungu hakuweza kuruhusu uweze kuwa naye. Vile vile pia hadi katika swala zima la wito, wengine wamejikuta pia wameingia katika maisha kama hayo, si kwa sababu walikuwa wameyataka, bali kwa sababu akina Edomu walizuia msipite katika njia ya Mwenyezi Mungu, akakuruhusu upite njia nyingine. Watu wanachoka, wanaingia katika manunguniko. Kwa nini Mwenyezi Mungu umeruhusu jambo hili? Kwa nini umeniruhusu niingie katika maisha haya? Na kwa nini usingeweza kunizuia? Kwa nini usingeweza kumtoa Edomu ambaye amekuwa kizuizi kwangu?
Manung'uniko kwa viongozi wa dini na mara nyingine pia hadi kwa viongozi wa kiroho ndio yale ambayo wana wa Israeli waliweza kumnung'unikia Musa. Viongozi wa nchi wananung'unikiwa. Hakuna nyakati zozote zile ambazo watu walishawahi kuridhika na viongozi wa nchi. Kiongozi huyu yuko hivi, amekuja huyu mwingine hivi. Watu manung'uniko juu ya viongozi wa dini. Hatumtaki huyu, Mwenyezi Mungu tuletee mwingine, akija huyu afadhali yule, akija afadhali yule. Hakuna watu walishawahi kuridhika katika habari za kuweza kuwapata wale viongozi ambao Mwenyezi Mungu amewaleta. Ni manung'uniko tu, na baadaye wanafika hatua sasa wanaanza hadi kulalamika juu ya chakula kile ambacho Mwenyezi Mungu anakileta. Chakula cha kwanza ambacho Mwenyezi Mungu anakileta kila siku katika maisha yetu ni neno lake, kama alivyozungumza katika nabii Isaya sura ya 55 aya ya 10 mpaka 11 kwamba kama vile mvua inavyoshuka kutoka mbinguni ikaja ikanyeshea ardhi, ndivyo pia neno lake linavyoshuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu. Mungu anasema analituma neno lake kutoka mbinguni, halitarudi bure, litatimiza mapenzi yake na litafanikiwa katika mambo yote ambayo amelituma. Tunakinai neno la Mwenyezi Mungu, wakati neno la Mwenyezi Mungu ndilo limetutoa huko tuliko. Neno la Mwenyezi Mungu ndilo kufanya uingie katika maisha haya. Tunakinai neno la Mwenyezi Mungu, tunasema kama neno dhaifu, hatulisomi tena, tunaanza kusoma mambo mengine. Matokeo yake tunaingia katika dhambi ya manung'uniko. Tunakinai pia hadi katika chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, Ekaristi Takatifu, tunasema kwamba ni chakula dhaifu. Tunaingia katika manung'uniko, tunataka vyakula vingine, tumeacha Ekaristi Takatifu ambacho ndicho chakula kilichoshuka kutoka mbinguni kwa ajili ya kupatia ulimwengu mzima. Watu wanapuuzia Ekaristi Takatifu. Heshima waliokuwa wanaitoa mbele za Yesu wa Ekaristi haipo tena. Moyo ule ambao ulikuwa nao zamani ulipokuwa unapokea Ekaristi, Yesu wa Ekaristi, umeisha. Nguvu ya mafundisho yote ambayo ulikuwa nayo imeisha. Mungu akaleta adhabu kubwa kwa ajili ya dhambi ya manung'uniko. Na usipoangalia kwa makini, dhambi hii ya kumnung'unikia Mwenyezi Mungu na viongozi na kudharau mambo matakatifu ambayo Mwenyezi Mungu anatupatia chakula chake, inawapelekea wengi kufa kiroho, wengi wameangamia, na wengi wanachelewa kufika katika lile eneo ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa amekusudia. Mungu alituma nyoka wa moto katikati yao. Jangwani, mpendwa mtazamaji, kulikuwa ni mahali ambapo nyoka wengi wenye sumu walikuwa wanapatikana, nyoka wabaya wenye sumu. Wakati wana wa Israeli wanapita katika yale maeneo na wanaweka kambi, wale nyoka waliondoka na hawakuweza kuangata wana wa Israeli. Walijitenga nao, wakaruhusu wana wa Israeli waweze kupita. Walipoingia katika dhambi tu ya manung'uniko, wale nyoka, Mwenyezi Mungu aliwaruhusu wale nyoka wa sumu wakaja wakawang'ata. Na hadi leo wale watu wote wasiokuwa na moyo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu katika maisha ambayo Mwenyezi Mungu amekuleta mpaka leo, ukaingia katika dhambi ya manung'uniko, huna shukrani kwa Mwenyezi Mungu anayekupatia jua, anayekupatia pumzi yake kila siku. Huna shukrani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anayekupatia kiongozi wako wa kiroho, kuja msomesha kwa pesa yako. Umejikuta tu kiongozi wa kiroho amekuja, hujamwambia Mwenyezi Mungu asante, ukaingia katika hayo manung'uniko. Mpendwa mtazamaji, uumbaji unageuka unakuwa adui kwako. Ndio maana kama vile nyoka walivyokuwa wanawang'ata hawa wana wa Israeli kwa sababu ya manung'uniko, Mwenyezi Mungu aweza kuruhusu vile vile pia hata viumbe vingine vikung'ate. Vilikuwa vinakimbia unavyopita, vimekuacha upite salama, lakini vinakuja kwa kasi kuja kukung'ata. Ndio maana utamkuta mtu anashambuliwa na mbu, anashambuliwa na wadudu mbalimbali, mazao yake yanashambuliwa na wadudu, mifugo yake inashambuliwa na magonjwa. Viumbe vinageuka kuweza kuwa adui. Mara nyingine pia hadi watu wanageuka kuweza kuwa adui kwako. Watoto wako wanakuwa adui kwako. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi ya manung'uniko. Walimdharau mkate kutoka mbinguni, Mwenyezi Mungu akawaletea nyoka kutoka ardhini.
walidharau baraka za Mwenyezi Mungu alizowapatia. Mwenyezi Mungu akawaletea sumu. Walidharau maisha mazuri ambayo Mwenyezi Mungu aliwapatia jangwani. Mwenyezi Mungu akawaletea kifo. Wengi wakafa katika njia ile. Wakasema tumefanya dhambi. Toba yao kwa Mungu, maungamo yao kwa Mwenyezi Mungu kama tumetenda dhambi ya manunguniko, tumenena vibaya kwako Musa na kwa Mwenyezi Mungu, ndio ikawa salama yao. Walijua kwamba hawawezi kwenda mbele za Mwenyezi Mungu kwenda kukiri dhambi zao. Walijua kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuwasikiliza katika dhambi zao. Wakaamua kujibembeleza kwa Musa, mtumishi wa Mwenyezi Mungu, wakamwomba aweze kuwaombea. Naomba ujifunze, mpendwa mtazamaji, thamani ya uwepo wa kiongozi wako wa kiroho mahali ulipo. Kiongozi wako wa kiroho ana thamani kubwa sana. Huwezi kutambua thamani yake mpaka upate matatizo mbalimbali, mpaka upate misiba, mpaka upate magonjwa. Wana wa Israeli walidharau nafasi ya Musa. Walivyong'atwa na nyoka, vifo vilipokuwa vimezidi, ndipo wakatambua nafasi ya kiongozi wa kiroho. Kiongozi wa kiroho anasimama mbele za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha yako, na vile pia yeye ananena mema mbele za Mwenyezi Mungu hata kama wewe umemnenea mabaya. Musa mtumishi wa Mungu, ili kuonyesha kwamba alikuwa amewasamehe toka moyoni dhambi zao, aliwabariki wale waliokuwa wamemlaani, aliwaombea wale waliokuwa wamemnenea mabaya. Mpendwa mtazamaji, naomba nikupatie neno la faraja kwako wewe kiongozi wa kiroho. Hata kama umenenewa maneno mabaya, hata kama umelaaniwa, wamekulaani wale unaowaongoza, chukua moyo wa Musa, wabariki wale wanaokulaani. Musa alifanya hivyo. Waombee wale wanaokunenea mabaya. Ndivyo Musa alivyofanya hivyo, na ndiye kiongozi ambaye anasimama leo kuweza kutufundisha. Bwana Mwenyezi Mungu akamwambia Musa juu ya dhambi ya wana wa Israeli, tengeneza nyoka wa shaba, iweke juu ya mti. Kila mtu aliyeumwa atakapoweza kuitazama yule nyoka ataweza kuishi. Uponyaji huu ulikuwa ni wa ajabu, ulikuwa ni muujiza. Mungu yeye anatufundisha kwamba katika uweza wake aweza kutimiza kusudi lake la kuweza kutuponya, kuweza kumponya mtu, kuweza kuliponya taifa katika njia tofauti na ile ambayo tunayofikiria. Wayahudi wao wenyewe walikiri kwamba haikuwa yule nyoka wa shaba ndiye aliyeweza kuwaponya, lakini kwa kutazama juu yake walimtazama Mungu kama Bwana mponyaji. Na ndio maana basi katika Agano Jipya tunakuja kumkuta Yesu katika ile Injili ya Yohana sura ya 3 aya 14 hadi ya 15, anasema kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu naye hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie asipotee. Katika nyakati zetu ambazo tunapata magonjwa mbalimbali, tunapata shida mbalimbali ambazo nyoka ambaye ndio Ibilisi, nyoka wa zamani, kama alivyozungumza kitabu cha Ufunuo sura ya 12 aya 3, nyoka wa Ibilisi ambaye ndiye amekuwa akisababisha mambo haya, nguvu yetu sisi inapatikana wapi? Mungu yeye amepanga ukombozi wetu, uponyaji wetu kupitia kifo cha mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani. Msalaba ndio nguvu yetu ya uponyaji. Msalaba ndio madhabahu yetu inayotuunganisha sisi na Mwenyezi Mungu. Kristo amekuwa nguvu yetu. Hadi sasa msalaba ambao ulikuwa ni kikwazo kwa Wayahudi na Wayunani, kwetu sisi ni nguvu ya Kristo. Ushike msalaba katika nyakati ngumu zote ambazo umeingia katika dhambi ya manunguniko. Ushike msalaba unapopita katika mazingira magumu, nawe utasalimika na roho ya kifo na mauti. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.